Karibu sana wapendwa, tunashukuru kuwapokea siku ya leo ninyi wote mnaotufuata pale pote. Hii ni namba yetu ya pili ya mafundisho yetu ya kila juma ambayo inaelekea kwa mwezi huu wa 5. Tunaongea juu ya ujio wa Roho Mtakatifu. Ujio wa Roho Mtakatifu. Na kwa siku ya leo tunapoongelea juu ya ujio wa Roho Mtakatifu, tunaenda kuongelea juu ya hatari ya kutembea pasipo Roho Mtakatifu. Mpendwa, tunaposoma maandiko matakatifu, tunaelewa ya kwamba mtu anapotembea pasipo Roho Mtakatifu anatembea kwa namna inayokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, na anakuwa mtu wa hatari katika jamaa, hata katika jamii. Hivi siku ya leo tunaongea juu ya mifano miwili ya mitume wa Yesu Kristo walioitwa na Yesu Kristo, lakini muda ambao walikuwa bado hawajapokea Roho Mtakatifu. Tuone nini iliyofika, nini iliyowatokea na namna walivyotembea na mwisho wa kila mmoja kati yao. Wa kwanza ni Petro na wa pili itakayoongelea ni Yuda Iskarioti. Wote wawili mitume walioitwa na Yesu. Petro, tunaanza kwa jambo la Petro. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 23. Inasema, lakini akageuka akamwambia Petro, kwenda nyuma yangu Shetani, kwani wewe ni jiwe la kukwaza kwangu, kwani huwazi maneno yaliyo ya Mungu, lakini maneno yaliyo ya watu. Mpendwa, hapa ni Petro aliongea nyuma ya Yesu Kristo, lakini Kristo alipomtazama Petro akaona ya kwamba ni Shetani aliongea ndani ya Petro, ndiye akamwambia kwenda nyuma yangu. Petro pasipo Roho wa Mungu anaitwa Shetani. Petro pasipo Roho ya Mungu anaongozwa na kusema maneno ambayo ndani yake kunaonekana Shetani anasema neno. Na hivi mpendwa, tunapoongelea jambo la kufuata, Petro huyu alimkana Yesu Kristo. Unaposoma ndani ya Mathayo 26 mstari wa 13 na 4 kuendelea, utaona huyu Petro alimkana Yesu Kristo sababu alikuwa akijiongoza na mwili wake mwenyewe, alikuwa bado hajapewa Roho Mtakatifu. Na hiyo ni hatari kubwa ya kutembea pasipo Roho wa Mungu. Na neno lingine, huyu Petro alikata masikio ya mtu sababu alifikiri vita ni kujipigania mwenyewe, akachukua kisu akakata sikio wakati walipokuja kumkamata Kristo. Mpendwa, unapokuwa unatembea pasipo Roho, unaweza kuwa hatari kwa wengi na unaweza kuwa mwenye kutafuta kujipigania kama Petro. Kitu kimoja, Petro alipewa neema baada ya kumkana Yesu Kristo. Petro alitubu. Alipotubu akapewa neema ya kupokea Roho wa Mungu, na alipopokea Roho wa Mungu alibadilishwa. Hakuwa Petro wa zamani, alikuwa Petro mpya. Nawe pia mpendwa, unapopokea Kristo, Roho wa Mungu unapokaa ndani yako, utakuwa kiumbe kipya, utakuwa mtu mpya, utafanya mambo ya mastaajabu pamoja na Mungu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Tuelekee juu ya Yuda Iskarioti. Unaposoma Mathayo 26 mstari wa 14, hapo neno linaongelea Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti ambaye alienda kujitundika mwenyewe. Alijitundika mwenyewe, ilikuwa matokeo ya kutokuongozwa na Roho, sababu ndani yake alikuwa mwenye kupenda pesa, ilimsukuma kuwa mwizi. Alikuwa mwenye kuiba kila mara pesa, na alikuwa mwenye kujiongoza na tamaa ya mwili. Hiyo ni hatari mpendwa. Yuda Iskarioti akajiongoza na tamaa ya mwili, na kwa mwisho akauzisha Kristo, na hiyo ilimsukuma akajitundika mwenyewe. Tuelewe nini mpendwa? Unapotembea pasipo Roho wa Mungu, uko ndani ya hatari ya kuwa mwizi, ya kuishi maisha ya kuharibu wengine na maisha ya tamaa, na tamaa inaweza kusukuma hata watoe wenzao. Mpendwa, kitu ambacho tunapewa kama mafundisho asubuhi ya leo, je, umepokea Roho wa Mungu? Umeamini Kristo? Elewa ya kwamba usipopokea Kristo, hata kanisani utakuwa mwenye hatari, utaharibu watu. Ukijiongoza mwenyewe, utakuwa mwenye kutembea kinyume na mapenzi ya Mungu na kupinga mipango ya Mungu. Elewa ya kwamba unahitaji kupokea Kristo ili uwekewe muhuri wa Roho Mtakatifu kwa faida yako mwenyewe. Basi Mungu atubariki. Tusitembee peke yetu, tusije tukaonekane kama Petro aliyekuwa katika hali ya dhambi
akapewa neema, alitubu, akapokea Roho. Tusiende maliza maisha yetu kama Yuda Iskariote kwa kifo, sababu hatukutubu, sababu hatukuamini Kristo na hatukupokea Roho Mtakatifu. Acha nikuombee mpendwa, Mungu akusaidie na akubariki. Bwana Mungu mjuu sana, naombea mpendwa anayenifuata, huyu ambaye bado hajakuamini Kristo, na muombea neema na rehema akupokee Kristo, ili Roho umujaze na kumuongoza. Kibariki wote wanaotufuata palipote ulimwenguni, katika jina la Yesu Kristo, amina.